Next question. Akifika mbele ya kamati ya bunge kuhusu usalama, Waziri Kipchumba Murkomen alilazimika kuelezea utata kuhusiana na vifo tatanishi nchini, yakiwemo mauaji ya Lydia Tokese, Gilbert Kinyua aliyeuawa hospitalini Kenyatta pamoja na Isaac Jasso Abdullah aliripotiwa kuuawa na maafisa wa shirika la KWS kaunti ya Tana River. Visa vya maafisa wa shirika la KWS kutumia nguvu kupita kiasi vikigonga vichwa vya habari hivi majuzi, Brian Odhiambo akiwa wa hivi punde kutoweka akiwa mikononi mwa maafisa wa shirika hilo. Sasa Murkomen amependekeza mabadiliko ya sheria za mamlaka ya IPOA nchini kuhakikisha kuwa maafisa wa KWS na wale wa misitu wanachukuliwa hatua kama maafisa wengine wa usalama. No reason in my opinion why this committee cannot propose an amendment to the IPOA Act to include all the armed, as long as not the Kenya Defence Forces, these all other armed agencies or institutions in the country to come under the IPOA oversight, so that then they know that, you know, there's a watchdog that is watching them. Swala la maafisa wa KWS liliibuka baada ya Murkomen kutakiwa kuelezea ni kwa nini maafisa wa KWS waliodaiwa kuhusika kwenye mauaji ya Isaac Jasso Abdullah bado hawajatiwa mbaroni, miezi 4 tangu alipopoteza maisha yake kutokana na majeraha ya risasi. Is 4 months, Mr. Chair. The KWS, through a press conference or advert, the following day they accepted that they murdered the Isaac Jasso, and they sent a condolences message to the family. Those officers from DCI, they took those 23 guns the following week to DCI headquarters. Till now, Chair, is 4 months. Is there a problem at the DCI? Murkomen vilevile ameelezea kuhusiana na uchunguzi wa mauaji ya Gilbert Kinyua aliyeuawa katika wadi ya hospitali ya Kenyatta. Waziri huyo aliongeza kuwa sampuli ya msimbojeni DNA ya mgonjwa mwenza aliyekuwa katika wadi hiyo haikupatikana wakati wa uchunguzi, akisisitiza kuwa waliohusika watatiwa mbaroni uchunguzi utakapokamilika. Isitoshe, Murkomen alidokeza kuwa uchunguzi unaendelea kuhusiana na mauaji ya Jasso, sawa na kupotea kwa Brian Odhiambo anayedaiwa kuonekana mara ya mwisho mikononi mwa maafisa wa KWS, ripoti kamili ikitarajiwa kuwekwa wazi baada ya miezi 3.